ulikuwa ukisikia katikati ya mazungumzo ya kile alichokuwa amekizungumza mwenyewe Pantev baada ya kutua, unaona kama ndani yake kuna kitu ambacho hakiko sawa, kwa maana ya maelewano, na ukirudi nyuma namna ambavyo amechukuliwa bado kulikuwa kuna vitu vingi nyuma yake. Unajua, ukirudi kabisa kulikuwa na makosa kwanza kwenye kuajiriwa kwa Pantev. Palikuwa na wrong move ndani yake. Palikuwa na pressure ya Simba kutaka kuchukua mtu, na it came out Pantev alikuja, timu yake ilicheza vizuri dhidi ya Simba. Alafu haikuwa shida kumtaka Pantev, lakini ilikuja kuwa shida baada ya kuwa amepewa mkataba wakati hana vigezo vinavyotosheleza. Unajua, hapo ndo palianza kuwa na mistake ya kwanza, kama confusion, yani sema mkanganyiko wa kwanza ulianzia hapo. Lakini by then ni kama ilikuwa haiwezekani tena kurudi nyuma. Walikuwa kama kwenye point of no return. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima wasonge. Kwa wamesonga mbele, lakini nadhani walikuwa wanaishi kwa mtego katika namna hiyo. Na ukijumlisha yeye mwenyewe sasa Pantev baada ya kuja kuingia kwenye kazi, falsafa yake ni kama vile haikuingia akilini kwa watu ambao wanahusika kwenye kutoa maamuzi, kadhalika na watazamaji wenyewe, na matokeo bado hayako upande wake. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo ukichanganya mchanganyiko hivyo vitu vote, unakuja kugundua kwamba muda wake ni wa kununua. Sasa unakuja kuthibitisha kutokea kwenye kauli zake alizozizungumza baada ya kutua. Anakwambia kama watampa muda, kama viongozi watamwamini. Unajua hizo kama ukisema kama manake kuna mazungumzo ya nyuma ambayo yanafanyika baina yenu ambayo hayako sawa, ila bado hajafikia kwenye stage ya kuwa public. Umeelewa? Na ndio maana anatumia neno kama wataniamini, kwa sababu kwenye nafasi ya kwanza yeye alipaswa kujua kwamba anaaminiwa, ndio maana alipewa kazi. Lakini kama uko kwenye kazi na unatumia neno kama wataniamini, maana yake kuna mazungumzo nyuma yenu ambayo yanaendelea, hajafika kwenye ngazi ya public na kuna something is wrong. Kwa hiyo ukijumlisha huo mtiririko wa vitu vote, ndio maana nilikuwa naamini kwamba kwa yeye kumaliza msimu kutakuwa na changamoto, kwa sababu I still believe kwamba na viongozi nao walikuwa wanatafuta sehemu ya kutoka kwenye ile kosa la kuajiri kocha ambaye vigezo vilikuwa vijatimia.